makampuni haya yanayoendesha shughuli za mamisi, sisi serikalini tunayatambua, na kila kampuni ina kategori yake iliyojisajili kufanya kazi yake. Kwa mfano, Mustafa Arsenali, yeye kampuni yake ndiyo iliyopewa leseni ya kufanya shughuli za Miss World, na ndio maana hapa inaitwa Miss World Tanzania. Wale watakaoshiriki hapa, atakayeshinda ndiye atakayewakilisha Tanzania kwenye Miss World. Naomba nirudie tena, kampuni ya 361 chini ya mmiliki Mustafa ndio ambayo kwetu sisi kama wizara tunaitambua ndio itakayompeleka Miss World kwenye ushiriki wa Miss World duniani. Na tunaenda hatua kubwa zaidi. Mwaka jana nafikiri mliwaona mamisi walikuja hapa Tanzania, na nazo habari njema ya kwamba tayari kupitia Miss World Tanzania mwakani 2027 itakuwa mwenyeji wa mashindano ya Miss wa dunia yatakayofanyika hapa Tanzania. Na nimemaliza kuongea na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, kwa sababu tulikuwa tunaandika MOU ya kile ambacho kampuni inayohusika na Miss World inachokitaka kwa Tanzania na serikali ya Tanzania, na mkataba huo au MOU hiyo imekamilika. Suni tutawaalika waandishi wa habari kushuhudia utiwaji wa saini baina ya serikali ya Tanzania na waandaaji wa mashindano wa Miss wa dunia yatakayofanyika hapa nchini Tanzania.